ni mradi wa Tanzania ya kidijitali. Huu ni mradi wa miaka 5 na ni mradi ambao mwisho wa utekelezaji wake ni mwakani mwezi wa 10 mwaka 2026 mwezi wa 10. Katika utekelezaji wa mradi huu mpaka kufikia sasa utekelezaji upo kwa 80%, na hii yote ni kwa sababu ya ushirikiano mkubwa ambao serikali inautoa kuhakikisha wananchi wanapata faida mbalimbali katika kuendana na kasi hii ya mabadiliko ya kidijitali Tanzania. Mradi huu umekuwa na maeneo makubwa matatu. Kwanza, kuhakikisha Tanzania tunakuwa na mazingira wezeshi tunapokwenda kwenye matumizi ya kidijitali, lakini pia tunaweza kuhuisha na kutoa huduma bora kwa wananchi wa Tanzania. Serikali inakuwa na uwezo wa kutoa huduma bora kwa njia ya kidijitali kwa wananchi wote wa Tanzania. Lakini kubwa zaidi pia ni kuhakikisha tunakuwa na miundombinu ambayo inakuwa ni wezeshi, ili kuhakikisha tunapokwenda kwenye ile dunia ya kidijitali, basi tunaweza kuwa na matokeo au mafanikio makubwa sana. Lengo la nchi yetu sisi tunakoelekea ni kuhakikisha tunakuwa na kitu tunachoita personal government, ambapo mwananchi anakuwa na uwezo wa kupata huduma yake popote, kwa wakati anaotaka, kwa anayemtaka na kwa ridhaa yake mwenyewe. Mpaka sasa katika kikao hiki ambacho tumekifanya Arusha, tumetengeneza minara 758 ambayo iko kwenye hatua mbalimbali. Hatua ya kuhisha minara hii kutoka kwenye 2G technology na kuipeleka kwenye 3G, 4G imeshakamilika, na wananchi wanapata huduma hiyo maeneo ambayo halikuwa na mawasiliano hapo awali. Lakini pia tumeweza kuisha na kuzifanyia enhancement data center zetu, ambazo mpaka sasa vifaa kwenye hizi vituo vya kutunzia data, ikiwepo data center ya taifa, data center ya IGA pamoja na NIDA, vimeshakamilishwa na pia vimeshasimikwa, na mifumo itaanza kusimikwa hivi karibuni. Lakini kupitia mradi wa Tanzania Kidijitali pia tunaenda kuunganisha taasisi 901, ambapo mpaka sasa kazi hiyo inaendelea. Mikataba tumeshaingia na wakandarasi mbalimbali katika kuonyesha taasisi hizi, na vifaa pia vimesha kuwa delivered na kazi inaendelea. Lakini kupitia mradi wa Tanzania Kidijitali, moja wapo mafanikio makubwa ni kuongeza capacity ya internet katika taasisi za serikali, ambapo kupitia mradi huu tumenunua bandwidth capacity yenye ukubwa wa 60 Gbps, ambapo GB 40 zitabakia Tanzania bara, lakini GB 20 tumepeleka kwa upande wa Zanzibar. Hii inaleta mafanikio makubwa, kwa maana tunaenda kuongeza speed ya internet katika ofisi za serikali kwa maana ya Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Lakini kupitia mradi wetu wa Tanzania Kidijitali pia tunaenda kutengeneza vituo bunifu 8 katika kanda mbalimbali. Hivi vituo tumeshaanza utekelezaji wake na vitasaidia katika kufanya hizi bunifu mbalimbali kwa wataalamu na wanafunzi ambao wako katika ndani ya Tanzania. Lakini pia tunaenda kutengeneza vituo vya huduma pamoja, ambapo mwananchi atapata huduma centrally kwa maana ya sehemu moja. Vituo hivi tuna vituo 32 na utekelezaji wake kwa phase 1 umeshaanza na unaendelea, na phase 2 utafuata. Maana yake Mtanzania yote yule ataweza kwenda kwenye ofisi mbalimbali za taasisi, isipokuwa ataenda kwenye kituo kimoja ambapo atahudumiwa na kupata huduma zote. Kwa hiyo katika kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kwa kupitia mradi huu tumeweza tayari NIDA kuwezesha kuja na mfumo ambao utaweza kutusaidia kufanya utambuzi wa watoto, kwa sababu muda wote huu tokea tumeweza kufanya utambuzi tulikuwa tunafanya tu utambuzi wa watu wazima. Sasa watu katika watoto na watu wazima utambuzi wake kidogo unakuwa ni tofauti. Kwa hiyo pamoja na vitu ambavyo tumeweza kusaidiwa ni kuweza kuwa na mifumo, lakini pia tumeweza kupata kuwekeza vifaa ambavyo vinaweza kutusaidia sasa kuongeza hiyo namba kutoka milioni 21 kuweza kwenda kufika milioni 61. Ni pamoja na vitu ambavyo tunaita data storage kwa ajili ya kuweka taarifa nyingi zaidi. Lakini kama tunavyofahamu sasa hivi katika usajili wa watu wazima tunatumia alama za kibinadamu ambazo ni vidole. Lakini sasa watoto tunaoenda kuwasajili kitaalamu vidole vyao haviwezi kutambulika. Kwa hiyo mradi huu unaenda kutuwezesha kwenda kununua sasa teknolojia ambayo itaweza kumtambua mtoto kwa kutumia macho yake au uso wake.
Lakini teknolojia hiyo haitatumika tu kwa watoto, itatumika pia kwa watu wazima ambao kwa bahati mbaya wamekuwa na hitilafu kwenye vidole. Unajua kwamba mtu anapokuwa na ugonjwa sema labda wa kisukari, hizi alama za vidole zinafifia. Wanaofanya kazi migodini, na bahati mbaya wale ambao wamepata ulemavu kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo kwa kupitia mradi huu tumeweza ongezewa sasa kuweza kuwa na uwezo wa kuweza kufanya utambuzi kwa kutumia njia tatu. Sasa tutatumia vidole, tutatumia macho na tutatumia uso. We're really pleased to see the progress, and we expect to reach 80% of delivery under the project by the end of this financial year, which is a huge milestone, and really recognition of the level of delivery that we've seen under the project. So we'd like to thank the government of Tanzania for the continued focus of delivery under this project, and we're really proud to work with the